mwaminifu akatufikisha mwaka salama. Tumeona mwaka mpya. Leo ilikuwa tunakamilisha wiki ya pili ya muhula huu wa kwanza ya mwaka mpya. Ni kweli? Sasa kwa sababu ni mwaka mpya, safari hii ni ndefu ya masomo ya huu mwaka mzima. Kwa hivyo ni uanze na Mungu, utembee pamoja na Mungu ili ukaumalize mwaka salama. Tulikuwa na grade ya 9, sasa wameenda kule kwingine, wale grade ya 8 ndio grade ya 9 ambao tunawaangalia nao mwaka huu. Wajiandae vyema ili nanyi wakati utakapofika muje mung'are kama nyota za anga vile zinang'ara. Sawa sawa? Kwa ajili ya hiyo tutasoma kitabu cha Danieli. Najua tumemsoma, tumemfundishwa, tumemhubiriwa. Danieli alikuwa ni mtumishi wa Bwana ambaye alisimama kumtumainia Mungu na kumtegemea Mungu katika maisha yake. Na tunataka tujifunze kutoka kwake siku ya leo ili huu mwaka kama vile Danieli alivyotembea na Mungu, na wewe utembee na Mungu ili akakufanikishe katika masomo yako katika mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe. Tutasoma kurukaruka maana hadithi ni ndefu na tunataka tupate mtiririko vile hadithi inaenda, alafu tumalizane. Danieli 6 tutasoma 1 mpaka 3, turuke mpaka tufike ile fungu 24. Ilimpendeza Dario kuweka juu ya ufalme maliwali 120 wawe juu ya ufalme wote, na juu yao akaweka wakubwa 3, na Danieli alikuwa mmoja wao, ili maliwali hawa watoe hesabu kwao, mfalme asipate hasara. Basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake. Naye mfalme akazimu kumweka juu ya ufalme wote. Mstari wa 6. Basi wale mawaziri na maamiri wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme, wakamwambia hivi: Mfalme Dario, uishi milele. Mawaziri wote wa ufalme na manaibu na maamiri na madiwani na maliwali wamefanya shauri pamoja ili kuweka amri ya kifalme na kupiga marufuku yote, kwamba mtu yeyote atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote au kwa mtu awaye yote katika muda wa siku 30, ila kwako mfalme, atatupwa katika tundu la simba. Mstari wa 9. Basi mfalme Dario akayatia sahihi maandiko yale na ile marufuku. Hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake, na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti mara 3 kila siku, akasali, akashukuru mbele za Mungu wake kama alivyokuwa akifanya tokea hapo. Basi watu hao wakakusanyika pamoja, wakamwona Danieli akiomba dua na kusihi mbele za Mungu wake. Ndipo wakakaribia wakasema mbele ya mfalme katika habari ya ile marufuku ya mfalme: Je, hukuitia sahihi ile marufuku ya kwamba kila mtu atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote au kwa mtu awaye yote katika muda wa siku 30, ila kwako mfalme, atatupwa katika tundu la simba? Mfalme akajibu akasema, neno hili ni kweli, kama ilivyo sheria ya Wamedi na Waajemi isiyoweza kubadilika. Basi wakajibu wakasema mbele ya mfalme, yule Danieli aliye mmoja wa wana wa wale waliohamishwa wa Yuda hakujali wewe mfalme, wala ile marufuku uliyoitia sahihi, bali aomba dua mara 3 kila siku. 16. Basi mfalme akatoa amri, na wakamleta Danieli wakamtupa katika tundu la simba. Mfalme akanena akamwambia Danieli, Mungu wako unayemtumikia daima, yeye akuponye. Likaletwa jiwe likawekwa mdomoni mwa lile tundu, naye mfalme akalitia muhuri kwa muhuri yake mwenyewe na kwa muhuri ya wakuu wake, lisibadilike neno lolote katika habari za Danieli. 19. Asubuhi mfalme akaondoka mapema, akaenda kwa haraka mpaka penye lile tundu, akamlilia Danieli kwa sauti ya huzuni. Mfalme akanena akamwambia Danieli, Danieli, mtumishi wa Mungu aliye hai, Mungu wako unayemtumikia daima aweza kukuponya na simba hawa? Ndipo Danieli akamwambia mfalme, mfalme, uishi milele.
Mungu wangu amemtuma malaika wake, naye ameyafumba makanwa ya simba, nao hawakunidhuru, kwa kuwa mbele zake mimi nalionekana kuwa sina hatia, tena mbele yako mfalme sikukosa neno. Basi mfalme akafurahi sana, akaamuru wamtoe Danieli katika lile tundu. Ndipo Danieli akatolewa katika lile tundu, wala dhara lolote halikuonekana mwilini mwake, kwa sababu alikuwa na mtumaini Mungu wake. Mfalme akaamuru, nao wakaletwa wale watu waliomshitaki Danieli, wakawatupa katika tundu la simba, wao na watoto wao na wake zao. Na wale simba wakawashinda, wakawavunja mifupa yao vipande vipande, kabla hawajafika chini ya tundu. Baba, katika jina la mwanao Yesu Kristo, mfalme wa mbingu na nchi, tunakushukuru kwa asubuhi njema umetupa kuiona na jinsi leo tukusanya ili kusemezana juu ya neno lako. Mioyo yetu iwazi mbele yako Bwana, ukapate kunena nasi, ukatupe kusikia, kupokea na pokea kile ulichokisudia juu ya maisha yetu kwa siku ya leo. Pokea sifa, pokea na utukufu.